tunatembea kote Kenya kuhakikisha kwamba wale Wakongo wetu tunawazungumzia, wale bado wako na wale hawako. Tunataka kujua ya kwamba wale wako ni wangapi na wale walishaenda ni wangapi, ili tuhakikisha kwamba hiyo mradi haiendi kafifia. So tunataka kuweka wote katika ile biometric yetu ili wakuwe katika system, ili tuwaweke tujue ya kwamba gapu ni wangapi wako ni wangapi hawako, ili tuwaweke katika wale wamefika miaka, pia tuwaongeza katika huo mradi. Kwa hivyo hapa Olkalau nimekuja na mmeona tumeongea na watu wengi wako ndani wanapata ile 2,000 wa kila mwezi, na pia kuna wale ambao hawapati. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba wale hawapati tunawaweka pia kwa ile gapu. Wale watu wa Olkalau wametoka, wale wametoka pengine wameenda kuwa na Mungu, tuwarudisha hao kwa ile idadi ambayo imetoka katika huo mradi. Kwa hivyo tutatembea kote nchini kuhakikisha kwamba wale watu wetu ambao wako tumawajua wako na wale hawako tujue hawako. Kwa hivyo ndio maana tuko hapa siku ya leo. Tuliwapatia muda wa miezi 6 ili tuhakikishe kwamba pesa ile ilikuwa kwa benki wametoa yote, wamehamisha aidha kwenda kwa akaunti yao ama kwa M-Pesa yao. Kwa hivyo hiyo ni swali nimesikia siku ya kwanza hapa, lakini tuliwapatia mwezi 6 mzima, half a year, kuhakikisha kwamba wamehamisha pesa zao. Maana tulikuwa tunahamisha huo mradi kutoka kwa mabenki, tunawekea wazee sasa pesa katika simu, vile tulikuwa tumeagizwa na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Ruto, ili tuhakikishe hao wazee wasiwe na kutembea kwingi ama kuhangaika, wanaenda kwa benki wanakosa, wanarudi tena wanakosa. Lakini siku hizi tulihakikisha kwamba wanapata pesa kwa ile muda ambao tumetenga, na kila mwisho kufikia mwisho ya tarehe 5 ya kila mwezi huwa tunahakikisha kwamba wamepata pesa zao na kwa simu zao, ambao ni rahisi sana kuliko vile walikuwa wanaenda katika mabenki. Yes. Nimekuja hapa na hii timu ambayo iko hapa tuwasajili, ili na wao tuombe rais wetu kama anaweza kutuongezea fedha kidogo, ili watu wa Olkalau wao wanapata kama wale wengine. Tutakuwa tukiongezea namna hiyo tukienda, maana wale wametoka katika hiyo program Mungu amewachukua, basi tunahakikisha tumerudisha tena wengine katika huo mradi ambao ni wa serikali. Kwanza niulize nyinyi, hii pesa ya wazee mnapata au mpati? Kweli? Hapa Nyandarua tunalipa watu shilingi 1,013,000 kila mwezi. Hii 2,000 mnaweza fikiria ni kidogo, lakini Nyandarua yenyewe, hiyo ni Olkalau peke yake, hiyo ni constituency 1,013,000 ile nawacha Olkalau hii peke yake. Kila mwezi mnapata 1,013,000. Hiyo 2 mnapata hiyo. Na kwa mwaka mnapata 1,156,000. 156 million ambayo serikali inapatia nyinyi watu wa Olkalau kila mwaka. Serikali inafanya haifanyi jamani? Inafanya haifanyi? Kwa hii mradi na ile miradi ingine yote, tangu rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Ruto achukue, mumeona miradi vile inatembea mbio. Mumeona nyumba affordable housing zinasonga. Kila mtu wa serikali sasa ako mbioni kuhakikisha ya kwamba asibaki nyuma, ili mradi yule amepewa ahakikishe ya kwamba ametimiza huo mradi. Na wale ambao tunalipa pesa za Inua Jamii, wale wote ambao wako katika mradi wa Inua Jamii, ili tujue wale ambao tunawalipa kama wako sawa, na kama kuna shida zozote tuweze kuongea na nyinyi ili tuweze kuzitatua leo. Na hiyo ndio shughuli ambayo imetufanya kuja hapa. Juzi tuliweza kuweka pesa kwa simu. Sasa wazee hawatembei long distance kwenda kutafuta pesa zao. Pesa zao wanazipata kwa simu. Kabla ya tarehe 5 kila mwezi pesa wanapata message, na
wanaenda kwa yule M-Pesa agent ambaye uko karibu zaidi, na wanaweza kutoa pesa zao 2,000 na wanaweza kufanya shughuli zingine. Pia kuna ile option ya kuweza kutoa na kuweka kwa M-Pesa, na unaweza tumia mtu ama kulipa kitu kupitia kwa ile M-Pesa. Kwa hivyo sisi leo hatuna mambo mengi, tumekuja tu kuona wale ambao beneficiaries wetu wa mradi wa Inua Jamii, ambao ni mradi wa serikali ambao unawapatia kama hapa Olkalao tuko na watu karibu 7,000 ambao tunawalipa pesa za Inua Jamii, na baadhi ya hao ndio wako hapa. Kuna wengine tutaona kesho na kesho kutwa, ili tuweze kujua na kujibizana, tuone kama kuna shida zozote ambazo wanapitia. Wale ambao hawajaandikishwa pia tuko hapa ili tuweze kuwaandikisha na kuwaweka katika mradi wa Inua Jamii, ili wao pia waweze kufaidika kutoka kwa pesa za serikali. Na kama vile beneficiary mmoja amesema hapa, hii si pesa utalipa. Hakuna mtu atakuja kukwambia ulipe. Hii ni pesa unapewa na serikali, kwa sababu umefanyia hii serikali kazi kutoka wakati ulikuwa mdogo. Umefanya kazi kwa nguvu, na ndio maana nchi yetu imefika pale imefika kwa sababu ya hao wazee. Na ndio maana tunawapatia hiyo pesa ili waweze kuishi maisha mazuri, na ndio maana mnaona wako wasafi kwa sababu ya ile pesa ambayo wanapata kutoka kwa serikali. Serikali inatupenda. Kama haitatupenda haingetujali. Policy ambayo tunaenda nao is leaving nobody behind. Tusibakishe mtu yote nyuma, vile His Excellency the President amesema. Kama ni mzee, kama ni mtoto, kama ni kina mama, so that nobody is left behind. Na kazi ya serikali ni moja tu, kufanyia wananchi wake kazi. So tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa asubuhi ya leo. Mgeni wetu wa heshima anapoingia, tutaomba sote kusimama tumkaribishe wa taifa. Alafu baadaye namuomba Bishop Theuri wanapoendelea kuja. Thank you. Wataenda kujitambulisha. Good morning everyone. My name is Commander Nyandarua Central. Barzenu, jina ni James Abisai, ACC. Ambao wanawahudumia. Hamjambo. Jina ni Sami Kamau, Subkeri Mwaniki, Chief of Kalao. Nikizingatia Assistant Chief Sugar Fabrication. Thank you sir. Nafikiri mnanijua. Kutoka hapo nitamwalika director Mornings of protocol observed. I'm Peter Wanike Mwangi, Senior Assistant Chief. No protocols observed. My name is Zachary Chege, Chief Geshu. Aweze kufanya remarks kisha mwalike. Nio mekumucokeria na nikio maikarite haria nokoro kwina kiurio giothe ungikorwo naki. County Coordinator wa Social mageithie yoguo wasalimieni hivyo au si ndio? Sitaki kuwataja majina lakini all protocols observed. My name is Hannah Mbongwa, Senior. Sir, I'm Peter Mbogo, Kahuho Sub-Location. Sawa. Ndoigaya nio mamurihaga koguo na tukire nao nigetha ukorwo kuna ile desk iko hapo, lakini tukue na mipangilio jameni. Wazee Akiria na hinya, akiria ile ndio kumurekiria na hinya. Tabai mucoke na thutha uguo. Aya mari ha mbere, tucoke na thutha. Asante. Nasikia wale ambao wanakuja hapo tafadhali msajiliwa. Kwa hivyo usisukume mama, wageni wetu relax. Hakuna mambo mengine, uko nyumbani na uko kwa serikali. Wale hawajasajiliwa na wamefikisha ile mwaka ya kusajiliwa, tafadhali
assistant chiefs ona inyuĩ ndĩrenda mũcoke na hau thutha nĩgetha nĩmuonire tũgwĩka cokai na harĩa thutha mwĩrirwo chiefs machifu ndĩrenda twĩbange sub location ĩrĩa mũndũ aume